cha Bitale kilichopo kata ya Bitale wilaya ya Kigoma vijijini mkoani Kigoma kipo hatarini kupatwa na magonjwa ya mlipuko kutokana na baadhi ya wakazi wa kijiji hicho kutumia maji machafu. Hayo yamebainishwa na Jumuiya ya Umoja wa Wanawake UWT wilaya ya Kigoma vijijini wakati wakitembelea kituo cha afya Bitale kwa kufanya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Dusira Leonard Mtabwa ni afisa afya katika kata hiyo, ambapo amesema kuwa kijiji hicho kina changamoto ya uhaba wa maji, ambapo mto wanaotegemea unatoa maji machafu kutokana na viwanda vidogo vidogo vya kuchakata mafuta ya mawese vilivyopo katika chanzo cha mto huo. Kwa majina anaitwa Dusira Leonard Mtabwa, afisa afya ya kata ya Bitale. Changamoto tunazokumbana nazo hasa, kuna changamoto ya maji ambayo imekuwa ni kero kwa muda mrefu, ambayo inapelekea mimi maji yanapokuwa yamekatika au chanzo kimeharibika, hususan mlivyoona hiki kituo kilivyokuwa kikubwa, kinakusanya kina mama kutoka Karinzi, Mgaraganza, Bubango, Chankele, Bitale na sehemu nyingine mbalimbali. Pata ya matundu kama 17 ya vyoo yote tunatumia kwenye maji ya kufresh. Hususan mwaka jana nimepata mateso makubwa, chanzo kilipokuwa kimepata changamoto ya uharibifu. Kununua maji ya dumu kwenye kituo kama hiki ni changamoto moja kubwa sana. Kwa hiyo niombe viongozi muweze kulichukua hili. Kituo hiki tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano tukaweza kupata aidha wafadhili au halmashauri ya wilaya kuweza kutupa uchimbaji wa kisima kwa kutumia drili, angalau wagonjwa na wale mama wanaojifungua kwa kupata maji yaliyo safi na salama. Hata maji yakiwepo bombani, maji yale sio safi, unakuta yanakuja kama poda mzungu, maji mekundu. Hususan sisi shuka zetu tunapofulia yale maji, yani ni changamoto ambayo shuka ilikuwa nyeupe inabadilika kuwa nyeusi. Japokuwa sasa hivi tulifunga, kuna mashine ambayo tunatumia inaangalau inaweza kuchuja kwa ajili ya kufua maji kwenye mashine ile pale ndani. Ila mimi ombi kubwa nipate kisima kwenye hiki kituo. Itatupunguzia adha maji yanapokatika. Angalau wananchi na wauguzaji na wazazi tupate maji kwa wepesi. Changamoto nyingine kwenye kata yangu, waheshimiwa viongozi mlioko hapa, tuna changamoto ya watu ambao wamejenga mashine kwenye vyanzo vya maji. Inatupelekea ugumu wa malalamiko, lakini ni kitu ambacho mimi binafsi kwa kusema nitalala na chunga mito ni kazi kubwa sana. Bila uongozi kushirikiana, watu wanajenga mitoni, mvua zinaponyesha wanatiririsha usiku, wasijue kama yale maji ndio wananchi wanatumia, na bado yanapelekea watu kuwalisha kupata magonjwa ya milipuko. Naombeni kupitia fursa hii viongozi na sisi tushirikiane hilo swala kulikemea. Baada ya Jumuiya ya Umoja wa Wanawake UWT kutembelea kituo hicho cha afya, mganga anayehudumia kituo hicho akatoa neno la shukrani kwa Chama cha Mapinduzi. Naitwa Rukia Shaibu, ni daktari kwenye kituo cha afya Bitale. Kwa ujumla tunaishukuru serikali kwa miundombinu ambayo imetujengea na vifaa mbalimbali ambavyo tunaendelea kupokea kwa kila mwaka. Mwanzo kituo chetu hakikuwa hivi. Tulikuwa tu tuna jengo la wanawake na la wanaume pale, tulikuwa kuna wodi ndogo pale ya kujifungulia ambayo ilikuwa mrundikano mkubwa wa wagonjwa, nafasi ilikuwa itoshi na mazingira hayakuwa mazuri sana. Lakini tumepata mradi, serikali imetuongezea majengo takriban 6. Likiwemo hili jengo liliopo hapa, jengo la kliniki ya baba mama na mtoto, tuna jengo la wazazi pamoja na theater, tuna jengo la mionzi ambalo sasa hivi tumeanza huduma ya ultrasound inaendelea, na x-ray tayari ipo pale, tunasubiri mtaalamu akipatikana huduma x-ray nayo itaanza kutumika. Tuna jengo la maabara linafanya kazi, tuna jengo la watoto. Hii yote jitihada za serikali kuboresha miundombinu hospitalini, na tunamshukuru Mungu huduma zinaenda vizuri. Pia tumepokea vifaa mbalimbali na mafunzo mbalimbali ambayo yametuwezesha kwa namna fulani tumesonga mbele kiasi kikubwa. Mwanzo tulikuwa tuna mrundikano mkubwa wa wagonjwa pamoja na magonjwa mbalimbali ya mlipuko. Ukija kipindi kama hichi cha masika,
odi ya watoto ile hadi wanalala wawili wawili, watatu watatu, lakini kutokana na elimu kubwa kutolewa kuelimisha jamii, sasa hivi tumepunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wake, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kigoma Vijijini, Novat Kibaji, akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, amesema Chama cha Mapinduzi tayari kimeshapata taarifa ya uchafuzi wa maji katika mto huo. Hili jambo sisi kama chama tumeshalishughulikia. Mwenzangu hapa nadhani ni shahidi na mwenyekiti wa UWT ni mashahidi. Kikao cha tarehe 27 cha kamati ya siasa mwezi wa kwanza tulikuwa tunapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani. Moja ya mambo na ambayo hawa wajumbe walichachamaa sana na walihitaji sana kujua na ni kwa nini inaendelea, na tukamhitaji afisa mazingira aje, na alikuja wakatupa taarifa na wakatupa mikakati walionayo. Sasa ni jukumu letu sisi kusimamia wale wote walioko kwenye vyanzo vya maji watoke. Kwa hiyo tunataka watoke ili yale maji yabaki kama maji na yale maji yaendelee kuhudumia wananchi. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Kigoma Vijijini mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.